Asante kwa kuendelea kuwa nasi na kuichagua Azam Sports. Ni siku nyingine tena tunakutana kwa ajili ya kujuzana yaliyojiri kwenye uga wa michezo na burudani. Niko hapa kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha unafahamu yale yote ambayo tutakuwa nayo hii leo. Lakini kabla ya kufika mbali, nikukumbushe mbali na kutufuatilia kupitia runinga yako, una nafasi ya kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kwa sasa ni Facebook na Instagram ambako tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo kule Instagram Azam TV Sports. Huko unaweza kukutana nasi na ukatuandikia maoni yako, tutakuja kuyasoma hapa kupitia mshike mshike. Tuanze kuangazia safari ya leo, tukianza kwa kutazama machache kati ya mengi ambayo nitakuja kukujuza hivi punde. Young Africans kwanza maandalizi kabambe ikijiandaa kupindua meza dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Gamondi anaamini jeshi lake la Singida Black Stars litatinga makundi kombe la shirikisho Afrika. Na Morocco yatoa kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 ikiitwanga Argentina. Habari ya usiku huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Karibu tuwe sote kuangazia yale tulionayo usiku huu. Kikosi cha wananchi Young Africans kimefanya mazoezi asubuhi leo kujiandaa na mchezo wa marudiano raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers utakaochezwa Jumamosi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam kuanzia majira ya saa 11 jioni. Young Africans imejinoa kabla ya usiku huu kuwasili katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere Dar es Salaam ikitokea jijini Lilongwe kule Malawi. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe ni miongoni mwa walioambatana, lakini pia kuelezea mipango ya kupindua meza Jumamosi baada ya kufungwa goli 1-0 katika mchezo wa mkondo wa kwanza uliochezwa Jumamosi iliyopita katika uwanja wa Taifa wa Bingu. Jumamosi ni zaidi ya dakika 90 za kawaida. Ni zaidi ya mchezo tu wa football ambao unaweza kuimagine. Jumamosi ni mechi ya kufuzu, mechi ya kwenda kuipambania Young African Sports Club, mechi ya kwenda kuipambania timu yetu, kwenda kupambania furaha zetu, tuipeleke timu yetu kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu. Naamini kabisa bila shaka yoyote, tukiweka dhamira ya umoja, tukaweka nguvu, tukaweka sala na tukaja kwa wingi tukatoa sauti zetu Benjamin Mkapa, hawa wanaume unaoona wakifanya mazoezi hapa wanao uwezo wa 100% kutupeleka kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu. Tumeteleza hapa Lilongwe Malawi, lakini bado hatujaanguka. Historia haiwezi kutukumbuka kwa kufungwa mchezo wa kwanza. Historia itatukumbuka kwa mawili tu yanayokwenda kutokea Benjamin Mkapa. Ni either tuende kwa wingi tukaisupport timu yetu, tudumbukie hatua ya makundi, au tubakie nyumbani tuiache timu yetu tukatolewe kwenye hatua za awali. Niwaombe wanachama wenzangu, wanayanga wenzangu, hili ni jambo letu, linatuhusu sisi, na tuungane kwa pamoja kwenda Benjamin Mkapa kulifanya. Tuhakikishe tunaipambania timu yetu inakwenda kwenye hatua ya makundi. Viingilio tushatangaza ni 5,000 kwa mzunguko, 10,000 kwa VIPC, 20,000 kwa VIPB, 30,000 kwa VIPA. Ni viingilio rafiki vya mimi na wewe kukutana na Benjamin Mkapa kuipeleka Yanga yetu kwenye hatua ya makundi. Ni Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga akizungumza mapema leo kabla ya kuanza safari ya kurejea nyumbani hapa Tanzania, ikiwa ni maandalizi sasa kuelekea kwenye mechi inayofuata. Ni kukumbusha walikuwa kule Malawi ambako walicheza dhidi ya Silver Strikers, na muda huu ambapo nazungumza na wewe Young Africans wameshawasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam, ikiwa wametoka huko kwa ajili ya kuendelea na maandalizi kuelekea kwenye mchezo wa mkondo wa pili. Na wamefika muda mmoja kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba muda huu pia nimearifiwa kwamba wameshawasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam, wote wakitoka kwenye shughuli ya kupambana ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa ni kwenda kwenye hatua ya makundi. Wekundu wa Msimbazi Simba wamepata ushindi wa magoli 3, wakati Young Africans wamepoteza goli 1-0, wanasubiri kuja kupindua hapa Tanzania. Baada huu tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Wachezaji wa zamani wa klabu ya Simba Dua Said na Boniface Pawasa wamewashauri wachezaji wa timu hiyo kutobweteka baada ya ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs, kwa sababu katika mpira wa miguu lolote linaweza kutokea. Matokeo ambayo kocha kwake yeye pia aliyatarajia kutokana na kiwango cha wachezaji ambacho amekiona katika mazoezi.
Kwa hiyo kwa ushindi huo na hakika Simba wana nafasi kubwa ya kushinda, lakini mpira siku zote ni mpira. Usichukulie magoli matatu ambayo wameyapata kama ndo tayari Simba imepita. Mpira dakika 90. Wajipange, waje kucheza tena game nyingine kwa Mkapa na kuweza kujihakikishia kama wanachukua nafasi kwa ushindi mkubwa na zaidi ya magoli mengi. Hata timu pinzani ambazo watakuja kucheza nazo wajue bana Simba ni timu tofauti na timu nyingine wanavyofikiria. Simba itakuja kuwa imefanya makosa makubwa zaidi kama itaweza kuingia na matokeo ya kwamba 3-0 kwamba tayari shughuli imeisha. Kumbuka mchezo walikuwa na mchezo kama huu, walicheza na timu kutoka Botswana Galaxy miaka 2 nyuma iliyopita na wakapata tabu sana hapa. Tukahakikisha tukawaona Galaxy wanasawazisha goli jioni, dakika za jioni, na wanapata matokeo ya draw na wao wanasonga mbele na Simba wanabaki. Kwa hiyo mimi niseme tu now on modern football hakuna kumdharau mtu, ni lazima umheshimu opponent. Hiyo ndio principle number 1 ya coaching wote duniani. Na katika hatua nyingine, Boniface Pawasa aliyekuwa mlinzi mara wakati wa klabu ya Simba na Taifa Stars amesifu kiwango cha mlinzi wa sasa wa klabu ya Simba Wilson Nangu baada ya kuanza vizuri katika mchezo wake wa kwanza kimataifa, akifunga goli moja kwenye ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Best defender. Nimeanza kumuona Nangu akiwa TMA ligi daraja la kwanza. Nimemuona zaidi ya mechi 3. Nakumbuka mechi ambayo nilishindwa kujizuia, nilimuona kati ya Pamba na wakati Pamba anapanda daraja na TMA pale Mwanza. Nilikuwa katika scouting, nikaipata bahati ya kuhudhuria mchezo wao, na baada ya mchezo nilijaribu kupata muda kuongea nao. Nilimwambia naona kivuli changu kwako ikiwa tu kama utafuata yafuatayo: discipline, mazoezi na kutokukata tamaa na bila kuchoka. Lakini ili uweze kutokuchoka na kukata tamaa lazima mwili wako uwe fit. Kwa hiyo mimi kwangu naona nyota njema kwa Nangu, na ni mchezaji ambaye kama tutazidi kumpa airtime ya kutosha, ninaamini kabisa ni adhina kubwa kwa timu ya taifa yetu ya Tanzania. Very good approach game, amekuwa yuko very calm, anaonekana ameingia kana kwamba alikuwa anacheza siku nyingi, na mtu aliyekwenda kucheza naye ni understanding, na like that guy Derek. Ana upeo mkubwa wa kuweza kusoma mechi, ana upeo mkubwa wa kuweza kusoma partner wake anayefanya naye kazi, na ndio maana unaona ameweza kucheza na Hamza, ameweza kucheza na Derabu Jamo, ameweza kucheza na Nangu, na anakuwa yuko katika shape ile ile. Kwa hiyo mimi niseme ni kwamba ni mtu ambaye ataweza kuwasaidia mabeki wengine. Kama mabeki wengine watamtumia yule Derek vizuri, basi wanaweza wapata mtu ambaye anaweza kuwasaidia na kuwatoa hapa walipo na kwenda kwenye level nyingine. Kwa upande wa mashabiki wa Simba wamekoshwa na kiwango cha timu yao chini ya meneja mkuu Dimitri Pantev baada ya kuanza kwa ushindi wa kishindo dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini. Yetu hayakuwa ya magoli ya mfuruku kwa kubahatisha. Tulikuwa tunaona wanatengeneza nafasi kutokea nyuma, wanapambana, wanatengeneza vizuri mipira na mtu apoteze mpira ovyo. Kwa hiyo kwa upande fulani siku ambazo walizokaa mwalimu na timu yetu tunaona kuna kitu kimebadilika, na nimpongeze mwalimu. Ni mwalimu ambaye ametumia muda mfupi kuwasoma Simba wana wachezaji wa staili gani na nani akae kwa nafasi gani. Uliona kila mtu jana, kila mwana Simba mpaka leo amekuwa ni mwenye furaha sana. Kwa nini? Kwa sababu ya mpira. Huyu kocha na wiki tu. Niambie huyu akipewa mwezi kama wiki tu hivi watu wanacheza mpira wa kasi kama Barcelona. Mpaka watu walijisahau, tukaza au tunaangalia Barcelona, watu wamevaa vinyago. Kumbe Simba Sports Club. I say kubwa zaidi nimependa performance ya Kibudenga. Nadhani Morris Abraham ametishia namba yake na hatimaye ametaka kudhihirisha jamani bado nimo. Unapokuja swala la Simba kucheza, hata wakisema mechi itachezwa saa 8 usiku, tunaweza tukaacha vitanda vyetu tukaenda kuangalia Simba, kwa sababu huwezi kufananisha Simba na kitanda bwana. Simba ina raha yake. Kwa hiyo nafikiri mechi inayokuja ni mechi ambayo watu wanatakiwa kurelax. Kikubwa tu watu wakate tiketi kwa wingi. Mechi fulani hivi ambao wewe unatakiwa kutumia nguvu. Vaa, pendeza, piga uzi wako wa kuskani ambao ni original. Tukutane uwanjani, tukaburudike. Upo nyumbani, uko mbali, nunua kifurushi cha Azam TV, endelea kupata burudani. Kwa hiyo ni siku ya kuenjoy. Mtoko fulani hivi wa kurelax, hauna pressure. So unaenda natakiwa nifunge goli 3 ndo niende. Wakipata moja yani unaumiza kichwa. Sasa sisi hatuendi kuumiza kichwa. Sisi ni gusa, achia, tuna enjoy.
Nizungumze na Godlisten Muro kuweza kusikia mawili matatu kutoka kwake kuhusiana na mchezo huo, na round ya pili tutakuwa tunasubiri kuona ligi mabingwa nani na nani wanatinga makundi. Mambo vipi ndugu yangu? Bwana niko vizuri sana kesho. Vizuri. Naam. Au sio? Naam. Tuanze kuangalia mmoja baada ya mwingine. Timu zote mbili wamekutana airport muda huu, wote wanawasili kutoka kwenye michezo ya mkondo wa kwanza kwa maana Simba na Yanga kiacha Singida Black Stars. Kile ambacho wamekifanya kwenye michezo iliyopita ni kama ambavyo naona haya ni matokeo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Young Africans dhidi ya Silver Strikers, wakati Simba alikuwa anakipiga dhidi ya Nsingizini Spurs. Lakini baada ya hapo ratiba hii itaendelea Oktoba 25 ambapo Yanga watawakaribisha Silver Strikers saa 11 kamili jioni Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, wakati Wekundu Msimbazi Simba wao watawakaribisha Nsingizini Spurs saa 10 kamili jioni, na hii itakuwa ni Oktoba 26. Yanga anatangulia. Tuanze kumtazama Young Africans. Kibarua chake ni chepesi ama kigumu kiasi gani Benjamin Mkapa kupindua meza baada ya kupoteza ugenini kwa goli 1-0? Yes Kenny, kibarua cha Yanga Jumamosi ijayo ni miongoni mwa fainali zingine. Young Africans ameshawahi kukabiliwa na fainali chache za kabla ya kufuzu hatua ya makundi, ikiwemo ile ya Klubu Afrikeni kule Tunisia. Unazungumza pia nyingine dhidi ya Belouizdad kutoka makundi kwenda hatua ya robo finali. So hii ni fainali nyingine kwa sababu tayari hawa Silver Strikers wameshinda 1-0. Hii ina maana mbili. Maana ya kwanza, hawajaruhusu bao lolote nyumbani. Wanaweza wakawa na confidence kwamba kila bao atakalofunga hapa litasababisha Yanga wawe na mlima mzito zaidi wa kuupanda. Kumbuka matokeo pekee ambayo yanaweza kuivusha Young Africans ni margin ama gap ama tofauti ya mabao mawili na kuendelea. 2-0, 3-1, 4-2 na kuendelea. Pungufu ya hapo, kwa maana difference ya goli moja tu huku akifungana, Silver Strikers atakuwa anaelekea hatua makundi. Kwa hiyo tayari kwa kujua hiyo kihisabati tu hapo tayari unaona ni mechi ngumu kiasi gani. Kwa hiyo Young Africans anapaswa kushinda kuanzia mabao mawili. Hilo ni gap. Ikitokea ameshinda 1-0 kama Silver Strikers, manake mechi itakwenda kuamuliwa kwenye mikwaju ya penalty. Sasa hapo ni eneo ambalo tunasema halina mwenyewe. Inategemea na utashi wa wachezaji katika siku husika unakuwaje. Hiyo ndiyo fainali inapokwenda kuwepo katika mchezo huu. Lakini ni mechi ambayo wameshawahi kucheza mechi ngumu, nzito, zenye hadhi ya juu zaidi ya Silver Strikers na wakafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata. Lakini ni kwamba kwa kucheza nao Silver Strikers tu, faida ambayo wameipata ni kwamba tayari wameshaifahamu ndani ya kiwanja. Inawezekana kulikuwa kuna ABC walikuwa wanazijua tu za nje ya kiwanja, lakini kwa kucheza nao kuna vitu tayari wameshaanza kuvinoti. Young Africans wana kocha msaidizi kutoka Malawi ambaye pia ni kocha wa timu ya taifa ya Malawi kabisa. Wale Silver Strikers naamini nyota wengi anawajua kwa sababu ni vijana wake timu ya taifa. Lakini wamepoteza kule 1-0. Wanarejea nyumbani, kocha huyu akiwa sasa tuseme ana full ana mamlaka yote kabisa, kwa sababu Young Africans tayari wameshaachana na aliyekuwa kocha wao Romain Folz. Hii inakwenda kuongeza nini ama inakwenda kupunguza nini kwenye mchezo ambao Yanga watacheza nyumbani? Yes, nafikiri kuwafahamu wachezaji wengi ambao unakwenda kukutana nao huwa ni jambo moja. Ni jambo la pili, kwa wachezaji uliokuwa nao wanakwenda kufanya nini dhidi ya hao wachezaji unaowafahamu. Kwa sababu tunasema ndani ya mchezo kuna zile dynamics, mabadiliko ndani ya mchezo. Inawezekana mechi ya Silver Strikers iliyopita, mechi ilikufa kwenye miguu ya Uchizi Vunga ambaye alifanya uwezo tu binafsi, kadribo zaidi ya mita 15 akaenda kutengeneza bao. This time wakaja na system nyingine tofauti. Kwa hiyo the best kwa mwalimu huwa ni namba moja, kuwafahamu ni kitu kimoja, lakini mfumo gani utakwenda kuja nao uweze kujibu maswali ya hawa watakao kuja nao ni jambo lingine la ziada. Lakini tu kwa maana ya ule uzoefu wake kwa soka barani Afrika, kuanzia kwenye vilabu kama Kaizer Chiefs, kucheza, kuwa kocha tena wa muda na kadhalika, ni kitu kingine cha ziada kuelekea kwenye mchezo huu. Kikubwa tu ni kwamba utofauti unaweza ukawa ni mmoja, Ken, selection ya wachezaji wanaoanza na ambao wanaingia second half ama kuja kuiongezea timu nguvu. Hapa ndipo utakapoona mabadiliko yake na kocha aliyepita. Hebu kabla tujatazama Wekundu wa Msimbazi Simba, tuwatazame Young Africans na safari yao mpaka hapa walipofika. Safari yao ilivyo 3-2, 2-2, ushindi wa jumla magoli 5. Sasa hivi wamepoteza 1-0. Kuna hope inaleta kwa wananchi kwamba makundi inawezekana dhidi ya mpinzani wao wa sasa Silver Strikers kwa matokeo haya? Yes, kwa sababu tayari kwenye michezo mitatu wamefunga mabao 5. Wameruhusu bao moja tu kwenye hizi dakika 270 zilizopita. Inawezekana wakijitazama kwenye kioo wakagundua mechi ya Silver Strikers sio tu waliruhusu bao 1-0. Na wao hapo waliposhika hapo, tuweke nukta hapo, tuvute pumzi kidogo, tu relax. Tutarejea, huni mshike.
Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Tayari bana tumerelax kidogo. Tuendelee pale ambapo ulikuwa umeishia. Kwenye mechi 3 ulizocheza, umeruhusu goli moja pekee na ulianzia hapo kugusa confidence yao kuelekea mchezo unaofuata. Yes, kwa hiyo haya mabao 5 ambao walifunga kwenye michezo hii miwili dhidi ya Willet, inawezekana ni kwa sababu ya ufanisi wa kuzibadilisha zile nafasi ulikuwa ni mkubwa. Mchezo dhidi ya Silver Strikers karibia nafasi 4 ambazo tunasema ilikuwa ni clear chances, nafasi sahihi za kuweza kutengeneza bao, lakini hawakuweza kuconvert. Inawezekana mtindo wao kuendelea kutengeneza nafasi nyingi kwenye mchezo bado ukaendelea kuwepo kwenye mechi ijayo. Kesi itakuwa ni ufanisi wao, efficiency iko wapi kuzibadilisha nafasi kuwa mabao. Sababu kama ingetokea siku ile wanabadilisha hizi nafasi, huenda hiyo result isingekuwepo. Lakini kwa maana ya Silver Strikers, wao walikuwa na ufanisi tu wa nafasi hiyo moja ambayo ilikuwa ndio big chance walioitengeneza na wakaweza kuiconvert. Kwa hiyo kikubwa pressure ya mechi hii inakuja kwa sababu unacheza na mpinzani ambaye hana cha kupoteza. Inaweza kuwa na Silver Strikers kufika tu hatua hii ya round ya pili baada ya kumtoa Elgeco Plus ya Madagascar. Kwa hiyo bado ikabakia kuwa ni statement kubwa. Lakini kushinda tu mchezo huu dhidi ya Yanga ni statement nyingine ambayo inawapelekea wao kuja wakajiamini. Sasa kesi kubwa watu wanawaza tu ni Yanga kuja kushambulia kupata mabao. No thank you. Kesi ya kwanza ni usimruhusu apate bao. Sababu kila bao atakalofunga ndio mlima wa kuongeza idadi kubwa ya mabao. Nimekuambia tu hapa Kenya, bao moja wakifunga Yanga atahitaji kushinda mabao 3. Hem, tutazame Wekundu wa Msimbazi. Simba kwanza wameonywa ama wamekumbushwa na nyota wa zamani wa kikosi chao kwamba wasidhani imeisha kabisa. Wana kazi kubwa pia ya kufanya. Unadhani kwa nini kuna haja ya kulitazama hilo wakati unaangalia pia matokeo ya michezo 3 iliyopita? Yes kabisa, utaona raundi ya kwanza kwenye preliminary walifunga mabao 2 wakaruhusu bao moja. Tena raundi hii utakumbuka mabao yote yalikuwa ni set pieces, mipira ya kutenga ilikuwa ni penalty. Lakini hapa kinachozungumzwa hapa ni kwa sababu Nsingizini Hotspur hawakupata bao lolote. Lakini walitengeneza nafasi ambazo kuna zingine zilikuwa mpaka kwenye yadi 6, kile kisanduku kidogo. Which means kama wangekuwa pia na wenyewe na ufanisi wangeweza wakazibadilisha nafasi. Sasa kutobweteka ama kutokuja na overconfidence, kujiamini kupita kiasi, ndicho kitu ambacho wanapaswa kukitilia mkazo, kwa sababu tumeshashuhudia mechi nyingi sana barani Afrika meza ikipinduka katika nyakati ambazo watu hawaamini ingeweza kutokea. Wana kumbukumbu yao dhidi ya Jwaneng Galaxy, sio vema sana kuikumbusha mara kwa mara, lakini ndio ilishatokea. Sasa unacheza na timu ambayo inaweza ikawa imekuja haina cha kupoteza, nothing to lose. Wakaamua wawe free, wacheze, watengeneze nafasi kadri inavyowezekana, kwa sababu hata kufika hapa kwao wakaona ni bonus. Sasa timu za aina hiyo inawezekana kama hauwezi ukaisababisha ikae chini na kuweza kuhimili maswali unaouliza, ikawa ni ngumu zaidi kwako. Haya, bana, shukrani sana, tuko pamoja. Asante sana role model. Naam, shukrani sana. Ni Godlisten Muro huyo nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kimeendelea kwenye michezo miwili ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo wamecheza timu kutoka hapa Tanzania kwa maana Simba na Yanga ugenini, wakisubiri sasa kucheza michezo ya mkondo wa pili Dar es Salaam Tanzania. Baada hilo tu watazame Singida Black Stars sasa, ambapo timu hiyo imewasili jioni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, ikitokea jijini Bujumbura kule Burundi, ambako jana imetoka sare ya goli 1-1 dhidi ya Flambeau du Centre katika mchezo wa mkondo wa kwanza raundi ya pili kombe la shirikisho barani Afrika. Kocha mkuu wa timu hiyo Miguel Gamondi ana imani kuwa watafanya vizuri kwenye mechi ya marudiano ambayo watacheza kuelekea hatua ya makundi, ambapo pia mlinzi wa kushoto wa kikosi hicho Nixon Kibabage ameungana na kocha wake, huku yeye akifurahia kwa kuanza na sare ugenini kuwa itawapa fursa nzuri ya kumaliza mchezo huo nyumbani. I think we did a very well game, very good game. Unluckily it was a big mistake. Nafikiri ulikuwa mchezo mzuri sana, japokuwa kulikuwa na makosa makubwa. Tumeruhusu goli ingawa ni sehemu ya mchezo, lakini mwisho wa siku tumefanya vizuri na sasa tunajaribu kwenda kumaliza kazi Azam Complex. Tunapoanza mchezo tunawaza kushinda. Kusema kweli nimevunjika moyo, kwa sababu kiujumla sisi ni timu nzuri na tulistahili kushinda. Tumemiliki mpira, tumetengeneza nafasi kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, lakini kiukweli tunahitaji utulivu kwenye eneo la mwisho. Kupata goli moja ugenini ni kitu kizuri sana, kwani hapa nyumbani tunahitaji matokeo hata ya bila. Tuna matokeo mawili, lakini mnanijua mimi nahitaji ushindi tu. Na hili ndilo wazo letu Jumamosi ijayo. You know me, I want to win
and this will be our mentality for next Saturday as well. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo tukiwa salama na tumerudi salama. Kikubwa matokeo tuliyopata si mabaya, si mazuri, ila kwa upande wetu kwa namna moja nyingine ni matukio mazuri, kwa sababu away kupata pointi moja kwa mashindano kama haya ya kimataifa inakuwa nzuri zaidi, kwa sababu una nafasi ya kujiuliza katika uwanja wa nyumbani kuweza kufanya vizuri zaidi. Kwa upande wa afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza ameelezea ratiba ya timu hiyo baada ya kuwasili, huku akiwaomba mashabiki kujitokeza kwa wingi kuishangilia timu hiyo kwenye mechi ya marudiano kombe la shirikisho Afrika itakayochezwa Jumamosi saa 1 jioni Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam dhidi ya Flambeau du Centre ya Burundi. Ilikuwa ni safari nzuri kwa sababu tumepata mapokezi mazuri kutoka kwa balozi wa Tanzania nchini Burundi, lakini na Watanzania ambao wanaishi kule. Ila kuhusiana na mchezo lazima pia tushukuru kwa sababu hata matokeo tuliyopata si mabaya. Kupata sare ugenini tena ya kufungana inatoa nafasi nyingine kwa Singida Black Stars kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo wa marudiano. Kwa hiyo si matokeo tuliyoyatarajia. Tulitarajia tuende kwa kupata ushindi ili kazi iwe rahisi, kama ambavyo tulipata ushindi dhidi ya Rayon Sports kule Rwanda. Lakini ndio hivyo, mpira dakika 90 zimeamua matokeo ya kugawana, ushindi wa goli 1-1, lakini kazi haijaisha. Na ndio maana tumekuja na slogan ya kitaeleweka tu. Tunaenda mchezo wa raundi ya pili wa kumalizia. Huu ndio mchezo unaenda kuamua hatma ya nani anaenda hatua ya makundi. Kwa hiyo tumekuja na kauli mbiu ya kitaeleweka tu, kwa sababu tunaamini kwa matokeo tuliyopata ugenini tukikaza kidogo tu hapa nyumbani tunaenda kupata matokeo ya kutuvusha kwenda hatua ya makundi. Tarehe 25 tunakutana katika uwanja wa Azam Complex kule Chamazi saa 1 usiku, na nitazungumza vizuri na Watanzania tukisha tulia. Sasa hivi ndio kwanza tumewasili, lakini kuna mipango mikakati kuelekea mchezo huo, tutashirikishana ili twende tukaipeleke Singida Black Stars makundi. Jukumu la kuipeleka Singida Black Stars makundi halijabaki kwa Gamondi peke yake na viongozi wa timu. Ni Hussein Masanza, afisa habari wa Singida Black Stars, akizungumza nasi kuhusiana na maandalizi yao kuelekea mchezo unaofuata ambao utapigwa Azam Complex Chamazi, na ni mchezo mkondo pili baada ya sare 1-1 dhidi ya Flambeau du Centre kule Burundi. Bana, tuangalie kile ambacho kinaendelea hivi sasa kombe la shirikisho baada ya kuwatazama Singida Black Stars. Nikukumbushe matokeo ya kombe la shirikisho Afrika kwa timu za hapa Tanzania. KMKM walikipiga dhidi ya Azam FC wakapoteza kwa magoli 2-0, kati Flambeau du Centre wakiwa nyumbani walilazimishwa sare ya goli 1-1 na wageni Singida Black Stars. Shughuli hii inahamia hapa Tanzania, ambapo ratiba ya kombe la shirikisho Afrika, Azam FC baada ya kumalizana na KMKM mchezo wa mkondo wa kwanza visiwani Zanzibar watarejea hapa Dar es Salaam Azam Complex Chamazi Oktoba 24 saa 11 kamili jioni watamenyana na KMKM, wakati Oktoba 25 Singida Black Stars wao saa 10 kamili jioni watamenyana na Flambeau du Centre kule Burundi katika dimba la Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Na hii nadhani itakuwa saa 1 kamili, si saa 10 kamili kama ambavyo imeandikwa hapo. Saa 1 kamili usiku ngoma itakuwa live kwenye kisimuzi cha Azam TV. Kwa hivyo una nafasi ya kufuatilia mchezo huo moja kwa moja kupitia kisimuzi chako. Lakini je, nini ambacho kimetokea kwenye trend ya Azam FC mpaka sasa? Haya ni matokeo ya Azam FC kwenye kombe la shirikisho msimu wa mwaka 2025-26. Walikipiga dhidi ya Al Merreikh Bentiu wa mchezo wa kwanza wakiwa ugenini, wakashinda magoli 2-0. Na baada ya hapo wakaja wakacheza mchezo wa mkondo wa pili wakiwa Azam Complex Chamazi wakashinda magoli 2-0. Kifupi, raundi ya awali walifunga magoli 4 wakiwa hawajaruhusu wavu wao kutikisika ama kuruhusu bao lolote. Wameendelea hivyo pia dhidi ya KMKM kwenye mchezo mkondo wa kwanza wakifunga magoli 2-0. Kwa hivyo kila waliyekutana naye tangu hatua ya awali, Torai Benge pamoja na vijana wake wamemshushia chuma 2 wakiwa hawajaruhusu bao. Nini ambacho kitatokea Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam? Azam FC watakwenda kuandika historia kwa mara ya kwanza kufuzu makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Mimi na tufahamu, lakini mchezo wa mkondo wa pili utapigwa Azam Complex Chamazi na utakuwa live kwenye kisimuzi cha Azam. Wakati pia tutazame Singida Black Stars. Wao safari yao ilikuwa hivi: waliminyana na Rayon Sports kwenye mchezo wa mwanzo kabisa, na ilikuwa ni Rwanda, jirani tuna Burundi hapa ambapo wameenda sasa, wakafanikiwa kupata ushindi wa goli 1-0. Baada ya hapo wakaja wakacheza nyumbani na ngoma ilipigwa hapa Dar es Salaam, wakapata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Rayon Sports, na jumla wakawa wamemaliza hatua hiyo wakipata ushindi wa magoli 3-1, ushindi wa jumla. Lakini mchezo wa kwanza hawakuruhusu bao. Wameenda sasa ugenini, wametoa sare ya goli 1-1. Kwa kifupi, kwenye kampeni zao hizo wamefunga magoli 4 wakiruhusu magoli 2, na kwenye mchezo mmoja hawakuruhusu kabisa wavu wao kutikiswa. Swali ni je, nini watafanya kwenye mchezo ambao utachezwa hapa nyumbani na utakuwa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam kuanzia majira ya saa 1 kamili usiku?
Huenda siku hiyo Tanzania ikaweka historia ya kufikisha timu 4 kwenye hatua ya makundi michuano hii ya CAF. Ni timu chache sana ambazo zimefika kwenye hatua hii. Kwa msimu huu Tanzania ikifanya hivyo itakuwa ni rekodi ya kipekee pasi na shaka, na itaongeza alama kwenye idadi ama tunasema pointi zile za CAF kupanda viwango vya soka la Tanzania. Baada hapo tuangalie kile ambacho tumekuuliza kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tumekuuliza kule Facebook na Instagram, na swali liko linahoji Yanga na Simba, Azam FC pamoja na Singida Black Stars zinasaka hatua ya makundi CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup ama ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho weekend hii. Una ushauri gani kwa timu hizo? Swali limeuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu hizo za mitandao ya kijamii. Kwa kwanza tuanze kutazama Instagram. Azam TV Sports anaitwa Shomi anasema zijitahidi kuzingatia nafasi chache zitakazopatikana zitumike kwa ufanisi au kufunga ili kuepuka majuto baada ya kutolewa katika hatua zilizopo. Lakini Busongo Kaseka yeye anasema wa Geita kila timu icheze ikiangalia inafuzu vipi, lakini kama watacheza kwa kuangalia mwenzangu kafanyaje huko, kuna timu naziona zikiishia hatua hii. Wakati wa Maneti Kione yeye anasema Wairinga Iluti anasema timu zote zina nafasi za kusonga mbele, cha kufanya tupambane hadi tone la mwisho. Ni maoni yake hayo kutoka katika ukurasa wetu wa Instagram. Tuangalie ukurasa wetu wa Facebook sasa, tuone kile ambacho umetuandikia pia kupitia ukurasa huo. Azam Sports kule Facebook anaitwa Mabere Malale anasema wa Mgodi namba 1 Nzega Tabora. Anasema ushauri wangu sisi wa Tanzania tunahitaji timu zote zisonge mbele na Yanga wasijione wanyonge. Kama Mkapa, anasema kwa Mkapa inawezekana. Bao moja haliwezi kutunyima usingizi, lakini Simba hiyo imepita, hata timu ya wanawake inaweza kutuwakilisha. Haya. Lakini Mobin Heguye yeye anasema Wairinga Tanzania, na ishauri Yanga mechi ya marudiano kikosi kipangwe kwa usahihi ili tuweze kupeleka timu 4 hatua ya makundi mwaka huu na iwe historia kwa nchi yetu na kwa wanachama pia. Yanga ile makundi na Yona Eden amemaliza hivyo. Lakini pia Baraka Jacob wa Bariadi anasema nafikiri Singida Black Stars ndio timu iliyocheza na timu kali zaidi ugenini kwa kigezo cha teamwork na upinzani kutoka kwa mashabiki, kwani mashabiki walikuwa full house uwanjani. Anasema kuelekea mechi ya marejeano tayari wana faida ya goli la ugenini, hivyo wajiimarishe katika ulinzi na kutumia nafasi vizuri. Ni maoni yake ambayo ametuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook sasa, na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike leo. Bado tuna nusu saa ya pili. Nimekujuza hapa maandalizi ya timu za Tanzania zinazoshiriki ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho kuelekea kwenye michezo ya mkondo wa pili. Je, kipi ambacho nataka kujuza kwenye nusu saa ya pili ya Mshike Mshike ni pamoja na haya. Morocco yatoa kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 ikitwanga Argentina. Na ligi kuu NBC kuendelea hapo kesho, Mbeya City uso kwa uso dhidi ya Tanzania Prisons. Ni Mshike Mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Timu ya taifa ya soka ya wanawake Tanzania Twiga Stars ipo kambini kujiandaa na mchezo wa raundi ya pili kufuzu kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON 2026 utakaochezwa kesho kutwa saa 11 jioni uwanja wa Azam Complex dhidi ya timu ya taifa ya wanawake Ethiopia. Afisa habari na mawasiliano wa shirikisho la kandanda hapa nchini Clifford Mario Ndimbo ameelezea maandalizi kuelekea mchezo huo. Timu ya taifa Twiga Stars wapo kambini wakiendelea na maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo wa hiyo Jumatano, na tayari wachezaji ambao wanatoka nje ya Tanzania wameendelea kuwasili na wengine tunawatarajia leo kuweza kuwasili kukamilisha idadi hiyo ya wachezaji ambao wameitwa kuelekea kwenye mchezo huo muhimu. Tunauchukulia mchezo huu kwa umuhimu mkubwa, na sisi kama Watanzania ambao tunahitaji kuona timu zetu zikifanya vizuri, timu zetu zikipiga hatua kuelekea kwenye mashindano makubwa, basi hii ni nafasi yetu nyingine tena Watanzania tuwe nyuma ya kikosi chetu cha Twiga Stars kuhakikisha kwamba wanafuzu kucheza hiyo WAFCON ya 2026. Tayari maofisa wa mchezo huo wamekwisha wasili wakiwa wanatoka Liberia, wao wamewasili leo, lakini pia vile vile timu ya Ethiopia kwa maana ya wapinzani wa Twiga Stars wenyewe pia wanataraji kuingia leo jioni. Wakati hayo yakiendelea, afisa habari huyo wa timu ya taifa ya Tanzania lakini pia shirikisho la kandanda hapa nchini TFF Clifford Mario Ndimbo amegusia mengi ambayo
yanaendelea kwenye mchezo huo. Lakini mbali na hilo, tuwageukie pia Azam FC ambao wao wanajiandaa kuelekea mchezo dhidi ya KMKM. Sasa kuelekea mchezo huo, Azam FC tayari wamekwisha anza kujiandaa ndani na nje ya uwanja, na hawa ni sehemu ya mashabiki ambao wanajiandaa kuelekea mchezo huo. Mchezo mgumu kwa sababu kama sisi tumeweza kushinda kwao na wao wataweza kushinda kwetu. Kwa hiyo sisi mashabiki tusije tukaidharau ile mechi kwamba tumefanyaje, tumemaliza. Hapana, ile mechi hatujaimaliza. Mechi imechezwa kipindi cha kwanza, bado kipindi cha pili. Kwa hiyo nawaomba mashabiki wenzangu na waomba wachezaji wasiingie katika imani kwamba mechi imefanyaje, imeisha. Mechi haijaisha, ni bado ngumu sana, kwa sababu sisi Azam FC huwa tuna rekodi mbaya sana ikiwa tunacheza wapi, Chamazi. Kikubwa zaidi kama sisi mashabiki ni kwenda kuisupport timu yetu. Hakuna shabiki atakayebaki nyumbani. Yaani mwana Azam FC ukibaki nyumbani alafu timu inaingia makundi Chamazi wewe uko nyumbani, utakuwa sio mwana Azam FC, kwa sababu tumetoka mbali sana. Maneno mengi mtaani, manyanyaso na mashabiki wa Kariakoo, Simba na Yanga, Azam ina nini, tunafananishwa hadi na Namungo, yani na Namungo mkubwa kuliko sisi. Kwangu mimi naona ni mchezo mwepesi sana, kwa sababu kwanza tunacheza nyumbani. Hatuna pressure nao. Maana kwa sababu mechi ya kwanza tushaona jinsi tulivyocheza. Kwa hiyo tunarudi nyumbani, tunakuja kumalizia mchezo. Sisi kama sisi mashabiki wa Azam tunaipenda timu yetu, na timu yetu mwaka huu tunaona ina mabadiliko makubwa sana tofautisha na misimu iliyopita. Kwanza uji wa kocha tunafurahia nayo sana, na tunajipa imani kwamba Azam mwaka huu tutasonga mbele zaidi. Kikubwa zaidi kwanza kocha tulikopo naye, umeona, na wachezaji kwa maana wachezaji bora, wachezaji ambao wanajua kitu gani wanachohitaji katika mahitaji yao. Najisikia furaha sana kwa tukio la juzi ambalo lilifanyika. Umeona, najisikia furaha sana. Kikosi changu performance yake nzuri sana. Kama pungufu ni madogo ni machache sana, lakini kikosi changu kiko vizuri. Sasa bado amu unaokuja sasa toka utando tunawachapa magoli mengi. Kwa sababu kule nyumbani sasa wanakuja kijijini kwetu. Umeona? Yaani kule tumezaliwa afu wanakuja mjini ambako tunapoishi sisi wenyewe wana Azam. Umeona? Sasa hapo ndio shughuli watakayokuwa nayo. Baadhi ya mashabiki wa Azam FC wanazungumza kuelekea mchezo mkondo pili kati ya Azam FC dhidi ya KMKM. Tutazame hili. Timu ya Morocco imetoa ubingwa wa kombe la dunia FIFA chini ya umri wa miaka 20 baada ya kuifunga Argentina kwa magoli 2-0 kwenye mchezo wa fainali uliochezwa katika uwanja wa Julio Martinez Pradenos mjini Santiago nchini Chile. Kikosi hicho kinachofundishwa na kocha Mohamed Ahbi kilipata ushindi huo dhidi ya mabingwa mara 6 wa michuano hiyo Argentina kupitia magoli ya nyota Yasir Sabri mawili. Aliibuka kinara pia wa ufungaji kwa kufunga jumla ya magoli 5 katika michuano hiyo. Ubingwa huu kwa Morocco unakwenda kuhitimisha miaka 16 tangu Ghana ishinde ubingwa huu mwaka 2009 kwa kuifunga Brazil mikwaju ya penalti 4-3 kwenye fainali zilizofanyika nchini Misri. Turejea nyumbani na kuitazama ligi kuu NBC sasa, ambapo timu ya Mbeya City inaendelea na maandalizi ya kuikabili Tanzania Prisons katika mchezo wa ligi kuu ya NBC utakaochezwa kesho katika dimba la KMC Complex Dar es Salaam. Kocha mkuu wa kikosi hicho Malale Hamsini amekiri ugumu wa mchezo huo. Kesho tuna mchezo wetu wa ligi dhidi ya wapinzani wetu Tanzania Prison. Tunajua ni mechi ngumu kwa sababu ni wapinzani wetu, ukiangalia zaidi wana mechi kama 2, wame lost game 2, wamewin game 1. Nalifahamu hilo kama ni mchezo wa kesho ni mgumu zaidi, lakini sisi Mbeya City tumejipanga zaidi kuhakikisha kwenye mechi ya kesho tunaondoka na alama 3. Derby huwa ni game ngumu. Haijalishi huyu nani wala huyu hapa nani. Wala sisi hatuangalii ni matokeo ambapo tumeyapata huko nyuma. Yaani sisi ni mechi ya kesho ni mechi mpya, tuna uhakika ni mechi ngumu, ni mechi ya derby. Kwa hiyo nitaongea tu nikiuhalisia zaidi kwa tunawaheshimu zaidi ni wapinzani wetu. Maandalizi yameendelea vizuri na tuna morali ya kutosha kuelekea kwa mchezo wetu wa derby. Tunafahamu ni mchezo muhimu sana na tunahitaji kuonyesha kile ambacho tulichokuwa nacho na kuwa na mwendelezo mzuri ambao tulikopo nao kwa sasa. Kama niliposema awali mwalimu wangu, kwa mchezo utakuwa mgumu, ni mchezo ambao tunacheza tunafahamiana, lakini siku zote katika matokeo ya mpira yule ambaye amejiandaa vizuri anaweza kuondoka na alama 3 katika siku ya kesho. Kwa hiyo tuseme tu inshallah tunaomba mashabiki wetu waweze kujitokeza katika uwanja wa complex pale ili jinsi gani waweze kutupia shime na kuweza kutupa nguvu zaidi kuona timu yao na kwenda kufanya vizuri zaidi. Kwa upande wa Jela Tanzania Prisons, kocha mkuu wa kikosi Zedekia Otieno
amesema lengo la kupata alama 3 hivyo kuelekea kwenye mchezo huo wamejipanga vizuri kuhakikisha wanashinda mechi hiyo. Kila coach, kila timu ikija kwa mechi inakuja na imejiandaa kuweza kupata matokeo mazuri, na kwa hii mechi hakuna tofauti yoyote. Tumejiandaa kuja kupata matokeo mazuri, but pia lazima mkubali kwa mechi kuna matokeo 3, kuna kushinda, kuna kushindwa na kuna kudraw. So sisi tuko hapa kuja kushinda, but pia kuna hizo matokeo zingine pia lazima tuwe ready kuzi accept. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi tumejiandaa vizuri. Tunajua tunaenda kukutana na mchezo mgumu dhidi ya wapinzani wetu ambao ni dabi, lakini tumejiandaa kwa ajili ya kushinda. Kwa upande wa mashabiki, tunaomba waendelee kuungana na sisi. Tunawakaribisha. Tumejiandaa kwa ajili ya kushinda mechi yetu ya kesho. Bila shaka tutafanya vizuri. Haya, tuangalie undani wa hilo kwa sababu mechi za Ligi Kuu NBC huu ndio uwanja wetu wa nyumbani unaotuburudisha mara zote. Yaani michuano yote duniani inaweza ikatulia ila hii ikitulia hii hata visa nyumbani upati, kwa maana anaenda kuangalia mechi nitarudi usiku kidogo. Kama Jaguar Po na msitu wa Amazon. Bana, Mbeya City watakuwa mzigoni kesho na wanamenyana Tanzania Prisons. Ni dabi hii kabisa, lakini wanacheza mbali na nyumbani. Tuanzie hapo. Ya kabisa, ni dabi ambayo imekosekana kwa misimu miwili tangu Mbeya City aliposhuka. Moja kati ya mechi bora zaidi kwa sababu wameshakutana mara 6 zilizopita. Wamebalance katika kila kitu. Prison ameshinda mara moja tu, Mbeya City ameshinda mara moja, wakienda sare katika michezo 4. Kwa hiyo ni miongoni mwa dabi ambazo zimekuwa zikitawaliwa na sare katika mara 6 zilizopita. Lakini mwanzo wa ligi umetupa at least ABC za his team. Mbeya City ndo anaongoza ligi mpaka sasa. Although ana michezo yake 4 zaidi kuliko timu zingine, lakini Tanzania Prisons ameshashinda mchezo mmoja tu, amepoteza michezo 2. Utakumbuka kuna mmoja alipoteza pale dhidi ya Namungo kama unakumbuka vizuri, mchezo ambao miongoni mwa mabao bora sana ya msimu mpaka sasa. Fabrice Ngoi wa Ngoi, tikitaka moja ilikuwa ni acrobatic. So utaona ni dabi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana pale Sokoine, lakini utaona katika nyakati za hivi karibuni hawa wanajaribu kupambana kuona ndo kwanza wamerudi kwenye ligi kuu, kile ambacho kiliwatokea misimu 2 iliyopita kisije kikawatokea, ndio maana wameanza vizuri mpaka sasa. Hem, tutazame wengine. TRA United na wambadilisha jina hao siku hizo, wamekuwa wakusanya kodi. Au sio? Dhidi ya Mashujaa. Ni mechi ya maana sana. Mashujaa ametoka kukipiga dhidi ya Pamba. Kabisa. Mambo yalikuwa magumu kwa upande wake. Kabisa. Anakwenda kuamkia hapo ama tusubiri? Of course Mashujaa amepoteza dhidi ya Pamba 1-0, lakini TRA pia hawajapata ushindi mpaka sasa. Utaona sare tu ndo zimetawala mpaka sasa. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ambazo zinatoa taswira nzuri sana kwa sababu hawa walikuwa wanatumia jina la Tabora msimu uliopita. Utaona msimu uliopita waliumaliza vizuri kwenye nafasi ya 5. Lakini Mashujaa ni miongoni mwa zile timu ambazo hazikuwa kwenye playoff wala kwenye mkasi wa kushuka daraja. Kwa hiyo ni timu mbili ambazo zinaona msimu huu unaweza ukaenda vema, hasa upiga mahesabu. Mashujaa mechi yake ya kwanza tu alisare dhidi ya JKT kama unakumbuka vizuri, lakini Coastal naye bado anapambana. Jamhuri pale mambo yalikuwa magumu na wakajifunga goli lingine la pili. Anakwenda kumenyana na Fontaine ambaye si yule wa mechi 3 za mwanzo kabisa. Na baada ya at least kuingiza wachezaji wao kwenye ile system ya usajili, utaona mechi yao ya kwanza tu chini ya kocha Mohamed Eliza walipata ushindi dhidi ya Dodoma Jiji. Performance ambayo ilikuwa gumzo zaidi ni ya kijana Juma Issa Abushiri. Kwa hiyo Coastal Union watakwenda kukutana na Juma Issa Abushiri, lakini wanakwenda kukutana na Fountain Gate ambayo imeimarika. Ulimuona Ismail Aziz Kada, ulimuona Jimison Mwanuke, kundi kubwa la wachezaji hao wakiongozwa pia na playmaker wao bora kabisa kutoka Burundi. So utaweza kuona ni mechi nyingine bora ya kuifuatilia. Dodoma Jiji ametoka kupasuka Tanzanite kwa raha. Anarejea nyumbani dhidi ya Mtibwa Sugar. Mtibwa ambaye amekuwa akitumia pia uwanja ule wa Jamhuri pale kwa sababu kwake bado mambo hayajatulia vizuri. Kabisa. Unaweza kuona pia jana wametoka kupata sare. Kwa mechi nyingine bora kabisa ya kwenda kuifuatilia kwa sababu utaona Dodoma Jiji bado kwenye benchi alikuwa amesimama Amani Josia kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate, lakini utaona Mtibwa Sugar ambao ndio wamerejea kama Mbeya City. Sasa Mbeya City wameanza vema msimu huu, lakini Mtibwa bado wanapambana kuona wanazikusanya zile alama 3. Sasa shikilia hapo. Kwa sasa tuende break kidogo, tutarejea kwa ajili ya kuendelea kuangalia timu zingine tofauti kwenye ratiba ya mwendelezo wa Ligi Kuu NBC, wanacheza lini, saa ngapi
na ni chaneli gani. Huu ni Mshike Mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, tuko hapa kwa ajili ya kujuza naendelea kwenye uga wa michezo na burudani. Tumeitazama ligi kuu NBC, mechi ya kesho moja, lakini baada ya hapo pia mechi ambazo zinafuata kuanzia kesho kutwa na kuendelea. Lakini je, timu yako inacheza lini? Umejiuliza hilo swali. Tuangalie ratiba inavyoonekana ya muendelezo wa ligi kuu NBC ambayo inatupa picha halisi ya kujua nani anacheza lini. Na timu ambazo zinashiriki kimataifa, wao Oktoba 29 Young Africans watakuwa mzigoni dhidi ya Mtibwa Sugar siku ya uchaguzi. Kwa unapiga kura, ukimaliza unaenda uwanjani, au sio? Mechi ya maana sana. Mtibwa si timu mchekea, wanatoka Dodoma wanakuja Dar. Yes, of course. Mechi nyingine ngumu na ya muhimu sana. Wakati wanashuka daraja, utakumbuka mechi yao ya mwisho walifungwa mabao 4 kama unakumbuka vizuri. Lakini wamerejea tena kwenye msimu, what a game. Itawakuta Young Africans either wao tayari wameshafahamu hatima yao ya Champions League, tayari wako kwenye hatua ya makundi, ama la. Nafikiri weekend hii itakuwa inatupa taswira ya nini kitawakuta Young Africans, lakini dhidi ya Mtibwa Sugar, what a game. Yes. Oktoba 30 TRA United dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Utakumbuka msimu uliopita wakitumia jina la Tabora United walifungwa nyumbani mabao 3-0. This time ni karata nyingine tena dhidi ya Simba ambayo imetoka kufanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi na tumeanza kuona impact yake kwenye mchezo wa Champions League. Moja kati ya game nyingine bora sana Ken. Sio? Yes. Azam FC wanakuwa mzigoni dhidi ya Singida Black Stars. Kuna mechi hapa. Wote wametoka kimataifa wanarudi kuminyana huko. Materials za top 4 msimu uliopita, Azam FC katika nafasi ya 3 msimu wa 24-25, lakini Singida Black Stars ilikamata nafasi ya 4. Wote wamekuwa na testi nzuri sana. Singida Black Stars ndio bingwa wa michuano ya Kagame. Kwa hiyo anacheza akiwa na ile ladha ya medali ambavyo ilivyo. Lakini ni timu mbili ambazo zimetoka kufanya pia mabadiliko kwenye mabenchi ya ufundi. Tacticians wawili, Miguel Angel Gamondi kwa upande Singida Black Stars, Jean Florai Benge. Moja kati ya game tough sana ambayo ungeweza ukatamani uipate hata kwenye michuano mikubwa barani Afrika, kwa maana kukuta Gamondi dhidi ya Florai Benge ina taswira ya kafu hivi, lakini ndio hadhi ya ligi kuu ilipofikia, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa vile vigezo vya msimu mitano. Bwana, mimi nikushukuru. Tutakutana huko kwenye hizo mechi. Bwana, utafika mbali. Asante. Ni Godlisten Muro huyo nikizungumza naye kuhusiana na mechi zinazofuata za ligi kuu ya NBC. Tuwatazame TRA United sasa, ambapo timu hiyo imeendelea na maandalizi ya kujiandaa kuelekea mchezo unaofuata ambao wataminyana na Mashujaa FC katika mchezo wa ligi kuu NBC unaotarajiwa kupigwa katika dimba la Ali Hassan Mwinyi kule Tabora. Kutoka huko mwenzetu Juma Kapipi anaarifu zaidi. TRA United ikiwa katika uwanja wake wa nyumbani ikifanya maandalizi ya kuwakabili Mashujaa. Afisa habari wa TRA United Christina Mwagara amedai kikosi hicho kimerejea leo alfajiri kutoka jijini Dar es Salaam. Hapa ni ndani ya dimba la Ali Hassan Mwinyi, wanapasha misuli joto. Maandalizi ambayo yamefanyika safari hii katika hii pre-season part 2 ya hizi wiki mbili ni maandalizi makubwa zaidi kuliko yale ambayo tuliyafanya wakati tupo katika pre-season, kwa sababu tuliwapa nafasi kocha pamoja na benchi la ufundi na wachezaji kuangalia tathmini ya mechi mbili ambazo tumecheza, kwa maana ya Dodoma lakini pia na Pamba, na baada ya hapo kuangalia tulikuwa tunakosea wapi. Lakini pia kama ambavyo nilizungumza awali kwamba tumeanza msimu tukiwa na wachezaji wengi ni wapya. Kwa hiyo huu muda wa wiki mbili tumetengeneza muunganiko na mpaka sasa hivi tuna ule muunganiko wa 100%. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Mashujaa siku ya Jumatano. Yaani naanza kuwakaribisha leo kwamba hii ndo ardhi ya Chifu Mirambo na Chifu Isike, na hii ndo machinjio Ali Hassan Mwinyi. Kipindi cha mapumziko kupisha kalenda ya FIFA, Christina Mwagara amedai walikitumia vizuri mno kuimarisha kikosi hicho cha TRA United. Kwa hiyo wana Tabora wasiwe na wasiwasi, waje uwanjani, timu iko vizuri, wachezaji wana moral. Nafikiri Kapipi, onyesha kamera, umeona mapambano kule yanapofanyika. Yaani kule wachezaji wanachokifanya, wanatafuta ushindi kwa ajili ya kwenda kuwapa mashabiki. Walipata fursa ya kujipima na mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, timu ya Yanga. Tulicheza mechi ya kirafiki na Young Africans na tulicheza dakika 120. Hakuweza kupata
hata goli la offside. Kwa hiyo kile ambacho tulikifanya kule kwenye uwanja wa Gymkhana, kwa hiyo ile spirit ambayo tulifanya au tuliitumia kwenye mechi dhidi ya Young Africans, mechi ambayo ilikuwa ni ya kirafiki, dakika 120, tutakwenda kuzitumia hapa kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi dakika 90 tu kuweza kutupatia alama 3. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Na mkuu mkoa huo wa Tabora Paul Chacha amenunua tiketi za mashabiki 300 kwenda kushuhudia mtanange wa TRA United dhidi ya Mashujaa utakaopigwa Oktoba 22 Jumatano hii katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Afisa habari wa kikosi hicho Christina Mwagala amewataka mashabiki kujitokeza kwa wingi kushuhudia mchezo huo, huku akitamba kwamba TRA United itaibuka na ushindi kwenye mchezo huo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha Matiku amenunua tiketi 300 kwa ajili ya wanatabora ambao watakuja kuisapoti timu yetu ya TRA United Sports Club siku ya Jumatano. Ukumbuke kwamba mkuu wa mkoa Paul Chacha Matiku ni mlezi wa timu ya TRA United Sports Club. Kwa hiyo ameona sasa atumie nafasi hiyo kuweza kununua tiketi 300 na kuwapa mashabiki ili basi siku ya Jumatano waje kwa pamoja washuhudie pira mapato, pira kodi, pira risiti, pira makadirio kutoka kikosi bora kabisa, kikosi cha mapato. Kiangalia katika historia ya nyuma kabisa, Mashujaa hajawahi kupata ushindi katika huu uwanja. Kwa hiyo tunahitaji twende tukaendeleze ile rekodi ambayo ipo katika historia ya mechi ambazo zilishawahi kuchezwa hapa katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana Mashujaa, nawakaribisha Tabora. Hapa ukija kuna asali, kuna tumbaku, lakini pia kuna kuku wazuri wa kienyeji, lakini pia tunasema kwamba TRA United Sports Club ni timu ya Watanzania wote na ni timu ya walipa kodi wote. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, mje hapa mjisikie mpo nyumbani. Mkitaka kuja kulala uwanjani waje walale uwanjani, wakitaka kupika uwanjani waje wapike uwanjani, wakitaka kula pia waje wale uwanjani. Sisi tunawakaribisha kwa mikono miwili na sisi tunakwenda kuanza safari yetu ya ubingwa, mechi dhidi ya Mashujaa. Lakini pia mechi hiyo tutatumia kama sehemu ya maandalizi ya mchezo wetu dhidi ya Simba Sports Club ambao tutacheza nao tarehe 30 hapa katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Tuwatazame JKT Tanzania sasa. Baada ya timu ya JKT Tanzania kulazimishwa sare ya goli 1-1 dhidi ya Namungo FC hapo jana katika mchezo wa ligi kuu NBC uliochezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, kocha mkuu wa timu hiyo Ahmad Ali amesema kwa sasa wanajiandaa na mchezo ujao dhidi ya Mbeya City utakaopigwa Oktoba 24 katika dimba la KMC Dar es Salaam. Focus na mechi ya Mbeya City, moja ya timu bora sana, moja ya timu ambayo iko na vijana wengi, ilikuwa muda mrefu haipo kwenye ligi na imerudi. Naamini timu inapokuwa haipo ikirudi, basi kuna vitu vingi na kwa imejifunza. Kwa unaona saizi Mbeya City wako bora sana. Naona timu ambayo iko unique, timu ambayo iko pamoja sana, na unaona jinsi ambavyo inatamani kufanya vizuri. Ndani ya uwanja pia wako more direct, wako aggressive sana. Wana wachezaji wazuri ambao ni experience na upcoming players. Tumejaribu kuangalia today tutasolve kwa yale ambayo yalitokea last game, then kuweka plan kwa sababu tuna siku 3 mpaka 4 kuendea mechi, lakini so far alhamdulillah vijana wote wako kwenye hali nzuri. Napata ripoti ya Dr. leo kuona namna gani ambavyo squad yote inaweza kuwa iko sawa ili tuweze kuiendea hiyo mechi. Tunatambua thamani yao na uwepo wao na kile ambacho wamekibadilisha msimu huu. Tunaona support yao kubwa sana kwenye uwanja wote. Acha tukua hapa Dar es Salaam kwa maana tutakuwa KMC, lakini tuko away. Hata tukiwa nje ya Dar es Salaam tunaona jinsi gani ambavyo wanajitoa kwetu sisi, na tunaahidi kwa uwezo wake Mungu inshallah tutaendelea kuwa bora uwanjani, tutaendelea kuwa bora kuweza kupata matokeo mazuri ambayo wao kwa huwa ni furaha. Cha msingi waendelee kushikamana kwenye vipindi vyote. Kama tunakuwa tunafanya vizuri basi tuwe pamoja, na pale ambapo hatufanye vizuri tuwe pamoja. Naamini family bora inajengwa hivyo. Kuna wakati zinakuja nyakati mbaya na nyakati nzuri, lakini matamanio yetu ni kuwa kwenye nyakati nzuri. Kwa hiyo tunawaomba watusogelee zaidi, tunathamini walichonacho na sisi hatutowaangusha. Ni Ahmad Ali, kocha wa JKT Tanzania. Tuendelee kuangazia mengine. Kocha wa AC Milan Massimiliano Allegri amesema ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Fiorentina
hautoi ujumbe wowote kwenye mbio za kusaka taji la ligi kuu Italia maarufu kama Serie A au Scudetto kwa msimu mwaka 2025-26. Allegri amesema ushindi huo hautoi tafsiri yoyote kwenye mbio za ubingwa, zaidi kwa timu hiyo kufurahi kwa kupata ushindi huo licha ya kuwarudisha kwenye nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa Serie A wakiwa na alama 16 kwenye michezo 7 waliocheza mpaka sasa. AC Milan imerejea kileleni licha ya kuwakosa nyota wake muhimu akiwemo Andrew Rabiot, Christian Pulisic, Robin Loftus-Cheek pamoja na Christopher Nkunku walio na majeraha, huku mchezo unaofuata ukitarajiwa kupigwa ambapo watapambana na Pisa kwenye uwanja wa San Siro Oktoba 24 mwaka 2025. Tugeukie kikapu sasa ambapo Kevin Durant amekubali kuongeza kandarasi ya miaka 4 kuendelea kuitumikia timu yake ya Houston Rockets inayoshiriki ligi ya kikapu Marekani maarufu kama NBA mpaka msimu mwaka 2027-28. Durant maarufu kama KD mwenye umri wa miaka 38 amesaini kandarasi hiyo ya miaka 2 inayokadiriwa kuwa na thamani ya kiasi cha dola milioni 90 ambacho ni sawa na zaidi ya shilingi bilioni 221.1 za Kitanzania kwa wakati huu. Na mpaka hapo niseme hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses, lakini kabla sijaondoka ni kuache kwa kukumbusha tu tuliokuwa nayo hii leo ni pamoja na haya. Young Africans kwanza maandalizi kabambe ya kujiandaa kupindua meza dhidi ya Silver Strikers. Gamondi anaamini jeshi lake la Singida Black Stars litatinga hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Na Morocco yatoa kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 ikiitwanga Argentina. Mwisho mshike hii leo, uwe na usiku mwema.